Nyaraka za mafunzo ya wafugaji wadogo. Kutengeneza banda la kuku. Malengo ya moduli hii ni kueleza ni kwa nini ni muhimu kuwa na banda la kuku, kuonyesha njia mbalimbali za kujenga banda la kuku, kukufundisha namna ya kutunza banda la kuku, kueleza namna ya kutengeneza sehemu za mitetea yako kutagia. Kwanza tujiulize, ni kwa nini kuku wako wanahitaji kuwa na banda? Ingawa ni vizuri kuku wako kuzunguka nje wakati wa mchana, usiku wanapaswa kuwa ndani ya banda. Hii itawakinga dhidi ya mvua kubwa, kuliwa na wanyama wengine na kuibwa. Sasa tujifunze namna ya kujenga banda lako la kuku. Hutakiwi kutumia fedha nyingi kujenga banda la kuku. Unaweza kutumia vifaa vilivyopo ambavyo vimeshatumika kujenga banda la kuku. Banda linapaswa kuwa na paa. Unaweza kutumia nyasi au vipande vya mabati. Unapochagua paa lako, hakikisha unazingatia mzunguko wa hewa. Paa la nyasi ni nzuri kwa ajili ya mzunguko wa hewa. Paa la bati litawafanya kuku wako wakose raha wakati wa joto kama hakuna kivuli juu ya bati, kwa kuwa bati huchomwa na jua. Banda la kuku linapaswa kuwa kubwa kiasi cha kuweza kuweka kuku kwa nafasi. Kwa mwongozo, weka kuku 6 kwa mita 1 ya mraba. Namna ya kutunza banda lako la kuku. Hakikisha banda la kuku ni safi na kavu. Unapaswa kusafisha banda pale linapokuwa na maji au kama ni chafu. Ni vyema kufanya usafi mchana wakati kuku wapo nje. Fagia banda, toa kinyesi cha kuku na weka matandiko mapya. Matandiko yanapaswa kuwa laini. Yanaweza kutengenezwa kwa majani makavu, maranda, mabaki ya maganda ya karanga au mabaki ya mpunga. Jambo la msingi ni vifaa vinavyotumika viwe vikavu. Kinyesi cha kuku na matandiko vinaweza kusambazwa shambani katika mazao yako. Kutengeneza mahali pa kutagia. Mitetea hupenda kuwa na sehemu nzuri ya kutagia. Unapaswa kuepuka kuacha kuku wako watage kwenye sakafu kwa kuwatengenezea sehemu ya kutagia. Sehemu ya kutagia inapaswa kumruhusu kuku kukaa na inapaswa kuwafunika kwa juu. Sakafu ya sehemu ya kutagia inapaswa kuwa kavu. Hapa pia unaweza kuunganisha maboksi na mbao au vifaa vinavyoweza kurejelezwa kama vile ndoo iliyokwisha tumika. Kusanya mayai kutoka maeneo ya kutagia kila siku, kisha mle na familia yako au uuze kwa wanajamii. Ukifanya hivi utahamasisha kuku kutaga mayai mengi zaidi na utasaidia mayai yasivunjike.